Jitihada za serikali kupitia shirika la Wakala wa Meli Tanzania TASAC katika wilaya ya Chato mkoani Geita zimeanza kuonesha matokeo chanya baada ya kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na ajali za majini, ambapo hapo awali vifo hivyo vilifikia kati ya 20 hadi 30 kwa mwaka, lakini kutokana na utoaji wa elimu ya usalama kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya majini, kwa sasa vifo vimepungua kufikia vifo 5 tu kwa mwaka. Hayo yamebainishwa na afisa uvuvi wa wilaya ya Chato Bi Avodia Kalietekela wakati wa zoezi la utoaji elimu ya usalama, kuelewa matumizi sahihi ya vifaa vya kuokoa maisha na kutambua taarifa za hali ya hewa kumechangia pakubwa katika kupunguza ajali. Kwa hali ya usalama wa wavuvi na vyombo, pale nyuma mitumbwi tulikuwa nayo mingi, lakini kwa mwaka tulikuwa tungeweza kupata vifo zaidi ya vifo 20-30 kwa mwaka. Ila kwa sasa baada ya miaka 2-3 hii watu wanavyoendelea kupata elimu, vifo vya wavuvi vinapungua. Halafu na elimu ya utabiri wa hali ya hewa, umeweza kuwaunga wavuvi kwenye magrupu ya utabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo hali ya hewa ikiwa nzuri, ikiwa mbaya, wavuvi wengi tunatangazia na wenyewe wanaona kwenye simu zao, kwa hiyo hawaendi wapi? Ziwani. Hali ya hewa ikitulia ndo wanaweza kwenda wapi? Ziwani. Na uvaaji wa life jacket, watu wengi walikuwa hawaoni umuhimu wa kuvaa life jacket, kwa sababu anasema life jacket yeye inamsumbua akienda nayo ziwani, lakini kulingana tunavyoelimisha kwa sasa hivi kila boti au kila mtumbwi unaenda ziwani lazima uwe na life jacket. Sasa kimchango wa kwanza ni kutoa elimu ya kuvaa life jacket, elimu ya ubora wa vyombo pamoja na elimu ya utabiri wa hali ya hewa. Kwa upande wake afisa mfawidhi kutoka TASAC mkoa wa Geita Godfrey Chegere amesema shirika hilo linaendelea kutoa elimu ya moja kwa moja kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya usafiri majini nchini, huku akisisitiza umuhimu wa ubora wa vyombo, usajili sahihi wa mitumbwi na boti pamoja na utekelezaji wa sheria za usafiri majini. Elimu ya namna gani ya kujilinda wanapokuwa ndani ya maji. Kama tunavyojua kwamba ni sheria inawataka wamiliki wote wa vyombo vya majini kabla ya kuanza shughuli zao waje TASAC kwa ajili ya kusajili vyombo vyao na baada ya hapo pia shughuli zao zinapokuwa zinaendelea ndani ya maji lazima wahakikishe wale wavuvi ambao wanafanya zile shughuli ndani ya maji wanavaa maboya wakati wote. Na hii imekuwa ni mara kwa mara inafanyika, na ndio maana tunaweza tukaona kwamba katika wilaya ya Chato hakuna matukio mengi ya ajali za majini. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa mwaka huu ni kwamba hakuna ajali ambayo imeweza kutolewa taarifa kutoka kota ya kwanza mpaka hii kota ya pili. Sasa leo tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kukutana na wananchi pia kwa ajili ya kuweza kuwapa elimu, na pia tunaweza tukapata 2-3 ambao wao wanaweza kutuelezea kulingana na namna ambavyo tunafanya nao kazi. Lakini pia tunashukuru sana ofisi ya BMU ambayo wapo hapa kwa ajili ya kuhakikisha wavuvi wote wanafuata sheria bila kukiuka zile taratibu zetu za TASAC. Wavuvi na abiria wa maeneo hayo wameshukuru TASAC kwa elimu wanayotoa, akisema inawasaidia kufanya kazi kwa amani na tahadhari. Hata hivyo, baadhi yao wanaiomba shirika kuweka mifumo rafiki ya kuwachukulia hatua za kisheria abiria na wavuvi wanaokiuka kanuni, hususani kutovaa jaketi la kuokoa maisha. Sisi hata serikali inalihimiza hili pia, na mabosi wetu wamiliki wa vyombo nao wanatuhimiza kuhusu swala la kuvaa life jacket. Hii kazi yake muhimu ni kumsaidia abiria, anaweza akadondoka bahati mbaya, anapata labda huduma ya kujihifadhi, kujitoa haja ndogo au haja kubwa, akateleza akadondoka maji, na kwa ni rahisi maana hawezi kuzama hata kama hajui kuogelea. Mamlaka ikisha tuambia sisi amri yao ya mwisho, kwa sababu kama wametuambia amri ya kwamba tuvae life jacket na tunatii, na ni jambo la kawaida kwa ajili ya uhai wa maisha ya kila mtu, najua lazima kila mtu aishi. Mamlaka husika nataka itupe sisi maelezo ya mwisho kwamba bwana anayekataa kuvaa life jacket abaki mwaroni, hata akija kufungulia kesi haina mashtaka. Sisi tunakuwa tuna uwezo wa kujitetea kwa sababu tayari mamlaka husika hata kama ikifika kuja kusikiliza hii kesi inaweza kutusaidia kwamba tushakatoa maelekezo, tushamaliza, kwa hiyo huyu atajua atakavyoishi mwenyewe. Inatusaidia sana sisi. Okay. Tuna vyombo ambavyo tayari vimekwisha kuwa vibovu, yani tumeshajua kwamba chombo kikiwa kibovu haitakiwi kwenda kukifanyia kazi. Kwa hiyo vyombo vibovu ndio tunaviacha hapo, tunavyovitumia ni vizuri, na ndio maana tangu umeanza kututembelea mwaro huu hadi leo hii tusiguse mbali sana, lakini tukianza tuna mwaka huu ulivyoanza hadi leo hii hatujapata ajali yoyote majini kwa maana labda chombo kuwa kibovu. Kwa hiyo tunashukuru uwepo wenu na kuwa mnakuja mara kwa mara, na tunaomba mzidi kututembelea.
na tunashukuru sana kwa semina mnayozidi kutupa, hususan kama mimi ambaye wanaenda moja kwa moja zoani kule. Kuna semina hii mnatupa ya kuhusu kuvaa life jacket, lakini pia na kufahamu hali ya hewa inapokuwa mbaya isiyoruhusiwa kwenda. Kwa hiyo hali ya hewa inapokuwa mbaya, tukiona ziwa limechafuka, kwa kweli watu waende kazini. Kwa hiyo tunashukuru uwepo wenu, tunautambua na tunashukuru kwa ushirikiano. Mimi nimekuwa mvuvi ambaye nimezunguka miaro mingi. Kipindi hatujapata elimu ya TASAC, kwa kweli hali yetu wavuvi haikuwa salama sana, maana tulikuwa tunaenda na vyombo vingine vibovu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.